Takhayyal, kufikiria, yaatuna an-nasa laka yawm al-qiyamah, wanakujilia watu siku ya kiyama kwako wewe, wa anta amama rabbik, na wewe uko mbele ya Mola wako jalla wa ala, wanakudai vitu ambavyo uliwafanyia, wanadai madeni yao. La shak, lazima madeni haya utayarejesha vyovyote vile itakapokuwa, lazima utayarejesha. Wa anta amama rabbik, uko mbele ya Mola wako. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema la dhulma al-yawm, siku ya kiyama hakuna dhulma itakayofanyika. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, siku ya kiyama atalipwa kila nafsi, italipwa katika yale ambayo imeyachuma. Kila nafsi italipwa katika yale ambayo imeyachuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa andhirhum yawma al-azifa idhil qulubu lada al-hanajir kadhimin ma lil-zalimin min hamim wala shafi'in yata. Siku ya kiyama, ndugu zangu, ni siku ambayo ni nzito, siku ambayo dhalim hatakuwa na rafiki wa kumtetea wala muombezi wa kumwombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unaweza ukafanya dhulma kwa sababu unajidai kwamba wewe ndugu yako ni rais, kwa sababu ndugu yako ni amiri jeshi, kwa sababu ndugu yako ni amiri wa kadha, kwa sababu ndugu yako ni mkubwa fulani. Unaweza ukafanya dhulma aina yoyote na usifanye lolote hapa duniani, vyovyote utakavyokuwa unaweza ukafanya dhulma unayotaka, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma lil-zalimin min hamim wala shafi'in yata. Hakuna yeyote ambaye atakuja kumwombea msamaha yule ambaye alikuwa ni dhalim, eti msamaha huo ukasikilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, wa kullu man yusa'id fi dhulm, vile vile hata kila ambaye atasaidia katika kufanya dhulma. Hujafanya dhulma lakini umesaidia dhulma ikapatikana, umesaidia mabaya yakapatikana, umesaidia mtu akatukanwa, umesaidiwa heshima ya mtu ikasemwa vibaya, umesaidia mali